Ikiwa ni siku moja imepita toka Simba Sports Club wacheze katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuibuka na ushindi wa magoli 2-0, baadaye penalti 4-1 na kwenda toa nusu finali kwa mara ya kwanza baada ya miaka 32 kupita. Leo serikali imetangaza kufungia uwanja wa Benjamin Mkapa. Taarifa iliyotolewa kwa umma inasomeka hivi: kufungwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa muda. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imetangaza kufunga uwanja wa Benjamin Mkapa kwa muda kuanzia tarehe 9 Aprili 2025 ili kupisha marekebisho ya eneo la kuchezea pitch iliyopata athari kubwa kufuatia mvua zilizonyesha na kufuatiwa mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba Sports na Al Masry ya Misri. Timu ya wataalamu itaanza mara moja kufanya tathmini ya kina ya madhara yaliyojitokeza na tarehe ya kufunguliwa kwa uwanja huo itatangazwa hapo baadaye. Kufuatia uamuzi huu, timu zote ambazo zitapangwa kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa zikiwemo zinazoshiriki mashindano ya kimataifa zinaombwa kutafuta uwanja mbadala wakati wa serikali ikifanya marekebisho ya eneo la kuchezea kwa dharura. Wizara inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza kutokana na kufungiwa kwa uwanja huu kwa sasa. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano wa serikali, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Ambayo imetolewa na Wizara ya Michezo, lakini kwa upande wa mchambuzi wa soka Jemadari Said Kazumari ametoa maoni yake pia kuandika hivi: serikali yafungie uwanja wa Benjamin Mkapa. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inatangaza kufungia uwanja wa Benjamin Mkapa na wizara inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza kutokana na kufungwa kwa uwanja huu kwa sasa. Akaandika NB swipe video Benjamin Mkapa kabla ya mechi. Bin Kazumari Mtipa, the voice of the voiceless. Hapa ni TV Sports Update. Mimi ndo Ramadhani Juma, mwana ndo wangu ni Edwin TZA.